Tatizo la huku nyuma ilikuwa hatujapata watu sawa sawa wa kusimamia, hasa kutokana kwenye uongozi. Maana mpira ni viongozi. Ndio. Kama viongozi hawako sawa sawa, mtahangaika, mtapata shida. Kwa hiyo sasa na maana tumepata viongozi sahihi ambao wamefikisha kile wanachama wanachokihitaji. Sasa ukitizama utaona kwamba kuanzia kwa mwalimu yupo, wasaidizi wake, mpaka wanachama, viongozi na wanachama pia. Kwa hiyo tunasema ni kushukuru. Tuna pengine ilikuwa Mwenyezi Mungu, si tunamwomba bwana, pengine mwenyewe kasema sasa tayari wanachokiomba ni imefikia. Sawa kabisa. Kwa hiyo utakuta kwamba tulikuwa vizuri, maandalizi ya timu vizuri, na pengine utaona kwamba mpaka huko mwisho labda tumekosea. Wakati mwingine mimi nilikuwa nafikiria kwamba tulijiamini sana, tukasahau labda mambo mengine. Ikawa sasa tena maki wakati ule tunakwenda kucheza finali, kanga zishatengenezwa kabisa, Simba bingwa nini. Kwa hiyo tulikia mambo mengine, tukasahau mambo mengine. Nilianza kushangilia ubingwa kabla wenyewe haijanani. Finali mkapoteza nyumbani mbele umati wa Watanzania. Kabisa, tena hiyo iliuma. Maana tunatoka Abidjan, Ivory Coast, tunatoka kule mechi ile tulitoa draw bila. Hatukufungana. Sasa tukaona hii kazi, ndio nimekwambia, tulipona kule bila kuja huku watu wakazubaa, hata watu kwenda ile kambini walichelewa. Mimi inakuwa finali msimu huu. Sasa hili nataka viongozi wa Simba waongee sana na wachezaji. Sasa nasema pengine bahati ni kwamba unajua tuna wachezaji wageni wengi, na wageni wengi kama wenyewe wanajitambua kwamba ajira ndio iliyowaleta huku. Kwa hiyo lazima wapambane, wafanye vizuri. Na alafu kuna rekodi kama inataka waifikie, lazima wapambane wakitaka wathaminike. Sasa kubwa ni kujitambua, wachezaji wajitambue, wafanye ipasavyo. Kama kuna ziada wafanye. Mwalimu anaweza kuambia mpaka hapa, lakini wewe ukitoka tena unaongeza mwenyewe ili mradi ufikie mahali ambapo wanataka. Bila ushindani hamwezi kufanikiwa kupita. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za siku nyingi? Alhamdulillah, kwema bwana. Tuko vyema. Mambo yanakwenda lakini. Tena nimefarijika nilipokuona. Kwa sababu wewe si mnyama bwana. Wanyama. Sasa kinda. Kwa hiyo ukimwona ndugu yako lazima ufurahi. Karibu sana. Tumekaribia. Ndio. Kwanza vijana mazoezi yenu yanaendeleaje kwanza huko? Tunaendelea vizuri. Hata sasa hivi najiandaa kwenda mazoezini. Kwa sababu vijana sasa hivi wanataka ajira kwenye mpira. Kwa hiyo lazima wapambane, wapate nafasi. Ama sivyo tutategemea kuleta watu kutoka nje kuja kucheza. Kwa hiyo lazima wachezaji wahangaike, sasa wapambane kuziba mwanya ambao watu mpaka wakachukua mpira, wachezaji Kongo, sijui ende Burundi, sijui ende wapi. Ndio. Yes, kwa hiyo kwa miaka baadaye kwa inshallah tutategemea kama baadaye atoa vijana wanapeleka nyumbani. Au anaenda popote lakini yuko nyumbani, sio kwamba ndio aende nje. Sawa kabisa. Bwana, kilichotuleta hapa kubwa zaidi ni rekodi ambayo ukiwa kama kocha wa Wekundu Msimbazi Simba mwaka 1993 vijana wakiwa chini ya South Africa Fadlu Davis wamefikia kwa kufika finali kunako michuano ya kimataifa ya ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Hili kwa upande wako binafsi umelipokea kwa mtazamo wa aina gani? Kwa kweli nimefarijika kwa sababu mimi ni mtu wa mpira. Sasa kama tunakosa maendeleo katika mpira inakuwa kidogo tabu. Lakini kwa matokeo ambayo sasa hivi tumefikia, nasema tumzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu na tuzidi kumuomba atusaidie tufike kwenye malengo ambayo yanatakiwa. Lakini hilo nimelipokea tena kwa faraja kabisa. Kwamba ni hatua mimi mwenyewe wakati nafundisha nilifikia hapo. Hata hapa sasa hivi utaona kwamba huyu kocha aliyoifikisha timu hapo sio mzawa kama mimi mwenyewe. Kwa hiyo kuna kitu bado naweza nikajivunia. Bado unawadai bwana. Nawadai, nataka kina Matola nani wafikie nao hapo. Matola yuko pale ndio wafikie wapambane sasa kuifikisha timu hapo ilipofika, na ikiwezekana tumalize kabisa. Na mimi ninachoomba tumalize kikombe kibaki nyumbani. Kikombe kibaki nyumbani. Tupate nafasi ya kuendelea. Kabla hatujaje huko kikombe kibaki nyumbani, unadhani kwa nini ilichukua miaka mingi sana kutoka 93 hadi 2025, takriban miaka 32
umeweka rekodi nyingi tunafahamu. Na hizi za mpira ndani huko ambazo mpaka leo watu wanaendelea kuzitafuta, lakini imekuwa mwiba mchungu kwao. Kwa nini Simba walikuwa wanakuwa na michuano mizuri sana kwenye michuano ya kimataifa? Kwa maana ya klabu bingwa, hata waliposhiriki kombe la shirikisho baadhi ya misimu, lakini ilikuwa ngumu sana kwa kufikia hiki ambacho wewe ulikifanya binafsi ukiwa kama kocha mkuu. Lakini unadhani ugumu ulikuwa wapi na hatimaye sasa hivi amekuja kuweza? Ugumu unakuja kwa vijana wenyewe, lazima kujitambua. Lazima mcheze kwa malengo. Malengo mnataka kufika mahali fulani ambapo pengine mkifanya vizuri mnaweka historia katika mchezo wa mpira. Sasa tatizo la huko nyuma ilikuwa hatujapata watu sawasawa wa kusimamia, hasa kutokana kwenye uongozi. Maana mpira ni viongozi. Ndio. Kama viongozi hawako sawasawa, mtahangaika, mtapata shida. Kwa hiyo sasa na maana tumepata viongozi sahihi ambao wamefikisha kile wanachama wanachokihitaji. Sasa ukitizama utaona kwamba kuanzia kwa mwalimu yupo, wasaidizi wake, mpaka wanachama, viongozi na wanachama pia. Kwa hiyo tunasema ni kushukuru tu, na pengine ilikuwa Mwenyezi Mungu, si tunamuomba Bwana, pengine mwenyewe kasema sasa tayari wanachokiomba ni wapi, imefikia. Sawa kabisa. Tunaanza msimu, Simba tunakwenda kujitengeneza timu, tukaleta wachezaji wapya, mwalimu mpya, baadhi ya vitu vingi sana vilikuwa vipya. Kwenye akili yako ulitarajia kwamba hii rekodi msimu huu ambao watu wanakwenda kutengeneza timu wangeweza kuivunja? Sio kuivunja, kuifikia. Kuifikia, haijavunja. Haijavunja. Kuifikia. Unatamba. Tena na sipia si mzawa. Mimi sisemi na wengine wanaotoka nje kuja hapa. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba vijana wamefanya kazi. Sana tunawaomba, mimi mwenyewe nawaomba wakapambane, wahakikishe kwamba ile rekodi sasa inafika mahali ilipotakiwa. Inatakiwa kombe kimefika. Wakapambane. Yes. Labda unaweza kutugusia kwanza safari yenu ya mwaka 1993 kwa uchache tu, namna ilivyokuwa au hasa mchezo wa finali wenyewe? Kubwa, unajua kama nilivyosema, kwanza tuanze na viongozi. Kipindi hicho cha mwaka huo unasema kiongozi kwenye mpira alikuwepo mfadhili kwanza mwenye Azim Dewji. Amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tena wakati ule yuko peke yake au labda alikuwa na wasaidizi wake wawili watatu. Tulikuwa na Priva Mtema marehemu, Mungu amweke mahali pema, katibu, na yeye alikuwa na uwezo kidogo. Alafu na mwenyewe Dewji alikuwepo kama ndio mlezi au msimamizi wa timu. Kwa kweli walijitolea sana kuhakikisha kwamba timu inafika mahali pazuri, na hasa Azim alihamasisha kwamba kama tutafanya vizuri basi kila mchezaji atapata gari moja ya Kia. Kwa hiyo utaona kwamba ilikuwa motisha nzuri sana, lakini bahati mbaya tukufikia huko, lakini hata hivyo hakusita, kila mmoja alipewa gari ndogo ya kutumia. Kwa hiyo tulitoa gari karibu 35 hivi. Baada ya kukosa kile kikombe. Sasa utakuja kwenye maandalizi nao walinipa mimi madaraka makubwa sana kuwa na timu kama mwalimu, na ilikuwa shida za mchezaji yote isije kwangu mimi, alafu mimi ndio nisaidie kuambia viongozi wamsaidie mchezaji. Kwa hiyo ilikuwa mtu akichelewa kwenye mazoezi naambia bwana nitakata. Akifanya hivi naambia bwana tutagombana. Kwa hiyo ilikuwa nimesimamia vizuri, na nguvu alionipa Simba ikawa kila mchezaji ukimwambia jambo anafanya. Mazoezi saa 9 yatakuja saa 8:30 kisha fika kiwanjani. Na alafu utakuta kwamba tuliweka taratibu kwamba timu itakuwa Zanzibar. Maandalizi yake yatakuwa Zanzibar, huko mnakuja kwa ndege siku ya mechi kucheza. Kwa hiyo mnapanda ndege 93. Unapanda ndege mnakuja. Umeanza zamani vipi tu? Kabisa tena ndege hizi mail mnapanda, ilikuwa haina shida. Kwa hiyo utakuta kwamba ilikuwa kila mtu anakisha, na tena tulikuwa wakali. Wakati mwingine mchezaji tukimwona anaenda nje ya taratibu tunagombana naye, na masivyo naambia watu tutakuondoa. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kule Zanzibar ilikuwa watu wanatuombea sana. Watu hata msikitini wakaenda kusali. Mimi nakumbuka kwa swala za Ijumaa
tukisali Zanzibar ilikuwa katika kuiombea nchi iende vizuri na viongozi wake wanaingiza na Simba ifanye vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunapata baraka nyingi sana Zanzibar. Na mpaka sasa hivi mimi nafikiri bado wanatusaidia. Hasa katika nidhamu ile ya kujua watu wafanye kitu gani, kumuomba Mungu, kutoa sadaka, vitu kama hivi vimefanyika sana katika wakati huo. Ndio. Yeah. Yes. Kipi hasa ambacho kilikuwa chachu kwenye harakati zenu za kutafuta ama za kushindania ubingwa kwenye mwaka huu 1993? Kilichokuwa motivation kwa upande wenu ambacho kiliwahamasisha wachezaji kutoka hatua za mwanzo mpaka kufika hatua finali? Kuhamasisha kwanza nikwambia Azim sema atatupa gari. Sasa mtu ukipata basi Kia wakati huo mshahara ilikuwa hakuna, ni unapata posho tu na nini. Na watu walikuwa, wachezaji wenyewe walikuwa wasikivu. Ukiwaambia jambo, make mpira bila wachezaji wenyewe kuamua, kujituma, hata ufanye nini uweze kupata mafanikio. Kwa hiyo walifikia wakati wanajitambua. Na mtu unamwambia akiuhalisia, tukamwambia bana, wewe unacheza mpira, elimu yako sio kubwa sana, sasa huu mpira unakusaidia, kwa hiyo uheshimu na ufuatie taratibu zinazotakiwa. Na taratibu za kwenye mpira ni ushindi tu. Ukipata mafanikio, watu mambo yote wanasahau. Kwa hiyo utakuta kwamba tulikuwa vizuri, maandalizi ya timu vizuri, na pengine utaona kwamba mpaka huko mwisho labda tumekosea. Wakati mwingine mimi nilikuwa nafikiria kwamba tulijiamini sana, tukasahau labda mambo mengine. Ikawa sasa tena maki wakati ule tunakwenda kucheza ile finali, kanga zishatengenezwa kabisa, Simba bingwa nini. Kwa hiyo tulikia mambo mengine, tukasahau mambo mengine. Yaani mlianza kushangilia ubingwa kabla mechi yenyewe haijana nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Ugenini mlifanikiwa vipi? Na taratibu zetu, hasa mimi mwenyewe, maki mimi ndo nilikuwa kocha mkuu, program zote napanga mimi. Ilikuwa nasema twendeni tukapambane nje, kama tunacheza nje tukapambane nje, kuhakikisha kwamba tunapata ushindi hata kama mdogo. Kazi nyingine yote tuje tumalizia nyumbani. Kwa hiyo utakuta kwamba mechi zetu tukicheza nje tunaweza au tukicheza hata nyumbani unaweza ukashinda goli 3. Sasa ukienda nje ukifungwa hata moja au mawili, uwezi ukakubali mpaka wapate na goli 3 kama hivyo. Utaona kwamba timu zetu zote, mechi zetu zote tulikuwa tunashinda goli 3, ikipungua goli 2. Lakini tunapiga 3-2-3 tangu tunaanza mpaka mechi zile 3 za mwanzo, unaingia robo finali mpaka tunaingia kwenye finali. Huku tukianza ugenini tutashinda vizuri, na tukija nyumbani tunabana kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo ili tusaidia. Finali mkapoteza nyumbani mbele umati wa Watanzania kabisa. Tena hiyo iliuma, maana tunatoka Abidjan, Ivory Coast, tunatoka kule mechi ile tulitoa draw bila. Hatukufungana. Sasa tukaona hii kazi, ndio nimekwambia, tulipona kule bila kuja huku watu wakazubaa, hata watu kwenda ile kambini walichelewa. Mimi leo kuna siku wakati nazungumza na ball juggler Malota Soma, ananiambia hadi leo kila akikaa anafikiria tulipotezaje ile finali. Ndio hiyo nasema, maki baada kuona tumshamaliza kuja huku, baada ya kwenda labda baada ya wiki moja mkakae Zanzibar, tukaenda siku 2 siku 3 kwenda na kurudi. Kwa hiyo utakuta tulikosea sisi wenyewe. Lakini nashukuru kila kitu kwa uongozi kilienda vizuri tu. Kwa hiyo kwenye hili kuna la kujifunza sasa. Timu inakwenda kucheza finali msimu huu. Sasa hili nataka viongozi wa Simba waongee sana na wachezaji. Sasa nasema pengine bahati ni kwamba unajua tuna wachezaji wageni wengi. Na wageni wengi kama wenyewe wanajitambua kwamba ajira ndio iliyowaleta huku. Kwa hiyo lazima wapambane, wafanye vizuri. Na alafu kuna rekodi kama inataka waifikie, lazima wapambane wakitaka wathaminike. Sasa kubwa ni kujitambua, wachezaji wajitambue, wafanye ipasavyo. Kama kuna ziada wafanye. Mwalimu anaweza kuambia mpaka hapa, lakini wewe ukitoka tena unaongeza mwenyewe ili mradi ufikie mahali ambapo wanataka. Bila ushindani hamwezi kufanikiwa kupita.